hivyo anza mapema Leopards wakipata nafasi chungu nzima, lakini ni nafasi ambazo hazikuwa na madhara kwa vyovyote vile dhidi ya Levis Opio. Hebu tazama alichofanya Kelsey Odhiambo katika changamoto mchakato wa kuweza kupata mabao kipindi cha kwanza pasi na kubahatika. Pambana kweli kweli Victor Mune dhidi ya Levis Opio. Imekuwa ni mikakati ya kuweza kupasua ule ukuta pasi na mafanikio yote ile. Lakini yote 9-10 ni kwamba walipiga mashuti wakabisha ule mlango kwa nguvu kubwa. Sawia na upande wa pili Bandari FC wakitafuta kila mmoja kumaliza shughuli ndani ya dakika 90 za mchezo. Baraza kwa kichwa pasi na kulenga shabaha, lakini akaonekana amekwisha otea hata hivyo. Kwa hiyo moja kwa moja sifa zinaendea walinda milango Levis Opio sawa na Humphrey Katasi. Tazama alichokifanya Opio juu kwa juu katika kunyaka ule mpira kutokana na mkwaju ambao kwa kulitengwa. Kazi kubwa aliyofanya pia vile vile mchezaji William Wadri. Ikawa ni miguso gongeo kufanya mabadiliko. Pata nafasi ya kipekee Tyson Otieno kosa kulenga shabaha baada ya kuandaliwa katika njia, bila shaka kaupaisha moja kwa moja, ikiwa ni njama ya kipekee kwake kuweza kufanya muunganiko kwa ajili ya kuweza kurudi mchezoni. Wakaja wachezaji wenye uwezo mkubwa Barisa Muhammad na pia vile mchezaji Mohamed Nyanje, achia mbali Hassan Abdallah. Mapigo yakishuhudiwa pande zote mbili. Alicheza kweli kweli kwa kuweza kuzuia hatari mara kwa mara mchezaji Levis Opio. Upande wa pili alikwisha otea kwa namna jinsi alivyokwenda kasi mno kwa mujibu wa msaidizi wa refara laini ya pili. Na ni uwanja huu wa Mbaraki ambapo tunashuhudia mapambano haya. Mshindi akitafutwa sasa kupitia changamoto mkwaju wa penalti. Na baada ya taratibu zote hizo ikawa sasa anaanza katikati ya miti mitatu Levis Opio kuja mzima hapa kwa ajili ya kuweza kutenga mpira kadri wake, akionyesha kwamba yeye ni mmoja wapo wapambanaji na anafaa kuingia katika timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Akiutenga pale ni Kelsey Odhiambo, akaufunga vizuri pia vile vile upande wa pili muhusika mkuu Mohamed Nyanje. Wakatenga kadiri uwezo wao Clifford Otieno. Tumbukiza kimiani, utaalamu, piga kutumia nguvu za kutosha na ulengaji shabaha. Akaja hapa Julius Masaba akatumbukiza kimiani, na baada ya kutumbukiza kimiani akasema kwamba inawezekana. Hebu tazama alivyomkosesha dira Levis Opio. Safari yake Sharif tena alikuwa na utulivu wa kutosha, akaonesha mashaka usoni kwa namna jinsi alivyopiga hatua zake. Kelly Madada aliutenga, ndio ninakubali kile alichokitekeleza, lakini sasa sifa za muendea mdakaji ambaye kwa hakika aliupata vizuri na kuokoa, kuweka hai matumaini kwa faida timu ya Bandari kwamba hapa sina pressure. Upande wa pili akaja akatumbukiza vizuri mno Joseph Onyango kabla ya mambo kwenda tenge kwa upande wa Kinyanjui dhidi ya Levis Opio, ukagonga mtamba wa panya ukatoka nje, na ndio kuivusha Bandari rasmi upande wa pili. Mambo mazito haya mtazamaji, hali tete ikawashtokea FC Leopards, na sasa ni zamu ya usiku wa kuu. Leopards nje, Bandari ndani.